upande wa Mwalimu Pedro ni lazima Yanga wafikirie. Ni mwalimu ambaye ameshindwa kuonyesha makucha kwenye mechi ambazo kubwa zinazomhitaji. Ujue miongoni mwa character ya kuonyesha kwamba wewe ni mwalimu mkubwa na ni mwalimu mzuri ni kushinda katika mechi ambazo watu wanaamini kwamba huwezi kushinda. Kwa mechi zote ambazo Yanga amekuwa na wakati mgumu, Pedro hajapata matokeo. Na mechi nyingine anapata matokeo magoli 5, magoli 6. Kwa hiyo kuna kitu cha kuangalia kwa upande wa Yanga. Lakini pia bila kupepesa macho kuna kitu Yanga kimepungua. Kwa hiyo yani pamoja wapo katika mchezo wa kitu kimepungua. Ile rizimi yao ya kucheza imepungua kwa sehemu kubwa sana. Yani uioni ile Yanga ambayo inaweza ikafanya total dominance. Angalia mechi ya Simba. Yanga alikuwa ni second team. Kwa muda wote wa mchezo. Leo hii Yanga amekuwa second team almost kwa dakika 70. Yani yeye ni timu ya pili. Anasubiri kuweza kushambuliwa ndio aweze kureact. Lakini pia hawakuwa na mikakati kuanzia kwenye eneo la ulinzi. Yanga timu ambayo ilikuwa inaweza ikamcontain Simba, ikamcontain Yanga, ikamfunga ikiwa imemdominate kwa asilimia kubwa sana. Lakini sasa ukiangalia Yanga wamekuwa yani ni kama wanacheza ujanja. Kwa sehemu kubwa tu unaona uwezo wa mtu mmoja ambao anacheza, uone timu ikiwa compact, uone timu ikiposi mpira. Kwa hiyo nafikiri kuna changamoto bado ipo na haijapatiwa dawa. Mechi ya Simba sababu pengine ilikuwa ni mechi yenye pressure. Lakini ambacho kimetokea Simba ndio kilichotokea leo. Kwamba mwisho wa siku mashabiki wa Yanga ndio walikuwa wanatamani pengine mechi iweze kuisha wala uweze kusakiwa alama moja. Achilia mbali hiyo penalty ambayo wangeweza kupata ni halali. Achilia mbali ile offside ambayo ilikuwa offside, lakini kwa overall wa mchezo Azam leo alikuwa ni bora kuliko Yanga. Yaani Azam walikuwa ni favorites kuliko Yanga, kitu ambacho hatujakiona kwa muda mrefu. Kuna kipindi Yanga anapoteza dhidi ya Azam, hata msimu uliopita Yanga alifungwa na Azam, lakini ni mechi ambazo Yanga alikuwa na total dominance. Yaani anafunga katika mechi ambayo yeye ameown kila kitu. Yanga kwa mechi kadhaa zilizopita ameweza kupata matokeo ya ushindi dhidi ya Azam. Alikuwa anafunga goli kadri kwenye kila mchezo. Leo Yanga hana goli. Yanga katika mechi 6 za nyuma za Simba aliweza kuscore. Mechi ya mwisho Simba Yanga ana goli. Maana nafikiri kuna kitu lazima wakiangalia kuhusiana na mbinu za Mwalimu Pedro, ni kama vile anakosa vitu vya ziada zaidi ya uwezo wa wachezaji wake aliyokuwa nao, kwa sababu leo hii aliyemuwini ni Mwalimu Ibenge na sio Azam kama mtu mmoja, kwa sababu aliingia na techniques na mbinu ambazo pengine yeye hakuweza kuzingamua. Kwa binafsi nazungumza tena, ninaanza kuwa na mashaka makubwa sana na uwezo wa Pedro, hasa kwenye kikosi cha Yanga ambacho wako nacho, kwa maana kwamba simuoni kama akienda kuwa na vitu vya ziada. Simuoni kwamba anakwenda kuwa na mbinu za ziada ambazo zitafanya wachezaji waweze kupata matokeo. Simuoni kwamba akiwa na mbinu mbadala zaidi kutegemea kile ambacho timu yake wamejaliwa kwa uwezo wa mtu mmoja katika timu yake. Timu nyingi ambazo zinacheza total dominance wanacheza 4-2-3-1 ama 4-3-3. Young Africans walikuwa wanacheza 4-2-3-1, lakini chini ya Pedro Gonçalves anacheza 4-4-2. Pengine labda mfumo ndo unamfanya yeye acheze kwa staili hiyo na akiamini kwenye objective. Ninachokiona alianza na 4-2-3-1. Kama nakumbuka. Lakini bado timu ikawa haina uwiano mzuri wa namba. Timu ikawa haina chemistry nzuri. Kwa hiyo chokifanya na timu ilikuwa iko much more vulnerable kwenye kushambuliwa. Baadaye akaja kuongeza mshambuliaji mmoja ili plani yake aweze kujilinda kwa kushambulia. Unaelewa? Yaani ninajilinda kwa kushambulia. Nikiwa kwamba nikiwa nina Depu, nikiwa nina Dube, obviously nitaifanya defense ya opponent iweze kuabiza na kuangalia watu wawili, na nitapunguza nguvu yao sehemu ya kati ya kiwanja, na mimi viungo wangu watapata kucheza. Maana yake ni kwamba nini? Uwezo wa kupambana na viungo wa opponent kwa idadi sawa ya namba umeshashindikana kwa upande wa Yanga. Unaelewa? Yanga wanashindwa kuitawala eneo la kati ambalo kimsingi ndio silaha yao. Na ukiangalia Yanga walikuwa hawana natural winger. Ndio juzi wamemchukua Okelo. Na ile ilikuwa iwasumbui kwa sababu wao walikuwa hawahitaji kupiga long cross. Walikuwa wapiga short cross kwa sababu walikuwa na viungo wengi ambao wanaweza kurudi kwenye la katikati. Na ndio kaangalia Yanga mipira mingi ambayo alikuwa anashambulia alikuwa anapiga cross zake nje ya 18. Kitu ambacho saizi kimefeli. Kwa hiyo nachokiona ni kwamba plani zake ndio zimefika hatua zimegonga mwamba. Anajaribu kutaka kucheza direct football lakini anakosa hayo material. Sehemu kubwa ya watu walionao ni watu ambao wametengenezwa katika misimu, yani katika mfumo wa kufanya full possession. Unaelewa? Si watu ambao kucheza direct football. Kuna mpira mmoja alipigwa Mwanengo, kama angekuwa ni mtu wa direct football, alitakiwa mpira utoe pale pale kwenda kwa Pacome, lakini watu ambao
wanahitaji sekunde 15 Yep. ili uweze kufanya maamuzi mengine. Maana yake timu ambayo imetengenezwa kupitia katika eneo la katikati. Angalia viungo walionao ni wengi, lakini wote sio defensive midfielder. Yes. Wote ni kama ni attacking midfielder, Yeah. ambao anawageuza wakati fulani kuweza kuwa offensive, wakati mwingine kuweza kuwa labda ni defending kwenye eneo lake la nyuma. Yeah. Kitu ambacho uko nyuma walikuwa wanafanya vizuri. Sasa leo hii anapokuja kutaka kuchange kwenda kwenye direct football na viungo ambao uko nao, maana timu inakuwa iko much more vulnerable. Angalia katikati ambako leo Azam walikuwa wanafanya kipindi cha kwanza, wakina Midimao, wakina Kamingo, wakina Faisal walikuwa wanakata eneo kubwa la kiwanja. Yeah. Na walikuwa rahisi kuweza kufikia defense ya Yanga kwa sababu katikati ni kama pamepoa, kwa sababu timu inakuwa imecollapse na kukosekana ule muunganiko ambao ulikuwepo. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya kuboresha kwenye eneo lao la ufundi. Okay. Sawa, unaweza ukaifunga JKT, unaweza ukafunga Dodoma Jiji na timu nyingine nyingi, lakini mpaka saizi maana yake ameshindwa kuchukua alama zote tatu kwa timu ambazo pengine anawania nazo ubingwa. Yeah. Maana yake ikiendelea hivi, kuna uwezekano sasa msimu ya pili tena akashindwa tena kuchukua alama. Yes. Maana yake kwa tofauti ya alama tatu ambazo ziko nazo, ubingwa wako unakuwa unakaa rehani. Okay. So unaelewa? Yes. Kwa sababu angeweza kushinda dhidi ya Azam, Yeah. maana angekuwa amempunguza mmoja. Kwa hiyo Yes. kama yeye ataruhusu kutoka tena sare na Azam na Simba, Yep. alafu Simba akapata matokeo dhidi ya Azam, maana yake ubingwa anakuwa anaweka rehani, kwa sababu sioni Simba ikienda kupoteza, si kwa bora walionao, lakini kwa mazingira nayoyaona yananitia shaka. Kitu pekee ambacho Yanga kingemfanya aweze kuwa bingwa ni kushinda mechi zake bila kuangalia mechi za Simba. Lakini itakapofika hatua na kutaka ashinde alafu amwangalie Simba, hapo atakwenda kupoteza ubingwa, kwa sababu Simba ana mazingira yote ya kutengenezwa mazingira rafiki ya kuweza kuchukua ubingwa. Simba anatengenezwa mazingira rafiki ya kuweza kuchukua ubingwa, kwa sababu mazingira yenyewe yanajionyesha kutokana na mambo ya ratiba inapokwenda, lakini pia na mwendo mzima wa ligi. Kitu pekee ambacho kitafanya Yanga aweze kusekiwa ubingwa ni yeye kuwafunga wote anaokutana nao, kitu ambacho ameshindwa kumfunga Azam, ameshindwa kumfunga Simba. Yes, tukisalia hapo hapo kwa coach, kwa maana Pedro Gonçalves, nikija kwako Steven Mapunda, unaamini wachezaji kuna namna wanamwangusha Pedro, au kwa kweli unaona Pedro yupo sahihi na yupo sawa kabisa kile ambacho kinaendelea kwa Young Africans? Mimi nikiangalia mpaka hivi sasa bado mashaka yangu hayajafika mwisho. Yep. Nina imani na kocha Pedro kwa kile ambacho kinafanyika, kwa sababu kikubwa nakiona hapa ni namba zake zinakuwa zinambeba zaidi. Yes. Na hata ukija kuangalia kwamba tayari kwamba unapokuwa umeingia katika timu kwa mara ya kwanza, jambo lako la kwanza ni kuhakikisha kwamba unapunguza pressure ya kuweza kupoteza mchezo, na hiyo ameweza kuiwini katika ligi. Toka ameingia hajapoteza mchezo hata mmoja. Na wakati mwingine tukubali kwamba Azam pia ni timu ambayo imesajili vizuri, ni timu ambayo imewekeza vizuri, ni timu ambayo ina mwalimu mzuri. Kwa hiyo tuna expect kuweza kupata ushindani mzuri wanapokutana Yanga na Azam, wanapokutana na Simba pia. Simba inabebwa zaidi na fan base yake kubwa. Yes. Lakini pia kwenye dirisha dogo kuna wachezaji ambao wameongezeka, ambao hao unaona kabisa wamekuja kuleta upinzani mzuri na kuweza kuleta namba nzuri kwa upande wa Simba. Kwa hiyo tunategemea zinapokuja kukutana hizi timu kubwa, Simba, Yanga, Azam, lazima tutegemee kwamba kuona kwamba mbungi inapigwa na mpira unaonekana. Kwa hiyo na mara nyingi ili uweze kuwa bingwa lazima uweze kupitia katika nyakati ngumu. Kwa kipindi hiki namuona Yanga akiwa anapitia katika nyakati ngumu. Isitoshe kwamba anapokutana na Azam, anapokutana na Simba, kama anaweza kusekiwa kuto kupoteza alama kwa upande wao, alafu yeye akaokota alama nyingi zaidi kwa watu wengine, pia ni mbinu ya kuwa bingwa, kwa sababu ukimwangalia paka sasa hivi ana idadi kubwa sana ya magoli, ameruhusu magoli machache, ana clean sheet za kutosha, ameruhusu magoli mawili tu kwenye ligi hii, lakini pia amefunga magoli mengi, ana magoli takriban 31 akiwa na magoli tofauti 29. Anayemfuatia ana magoli chini ya 25. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba hata kama ikitokea wanakuja wanatai kwa alama, alafu wao wakawa wamemalizana, alama akiwa wako sawa, bado Yanga anakuwa anapata faida zaidi. Ila tu kwamba kinachotokea ni kwamba kama umeweza kuokota alama moja moja kwa wakubwa wenzako, basi hakikisha kwa wadogo uhakikishe unapata alama 3. Isije katokea mistake ambayo ilifanyika zidi ya Mbeya City kuokota alama moja kwa Mbeya City, ambaye Mbeya City huyu pia anapigwa goli 4 na Singida Black Star. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba mpaka sasa hivi mi bado Pedro sijamkatia tamaa, na naona kwamba anaelekea vizuri, kwa sababu tukimzungumzia Miguel
anakutana na Azam ikiwa haina Ibenge, ukija kuangalia Mirudi kadhalika haina Ibenge, umeelewa? Kwa sasa hivi lazima tukubali kwamba Tanzania kwenye ligi yetu tumempata kocha ambaye ana CV kubwa kuliko makocha wote ambao wameweza kuhudumu katika vilabu vyetu na hata timu za taifa pia kwa Tanzania, ambaye ana historia kubwa katika soka la Afrika. Kwa hiyo mimi ninakubali hilo na pia sijamkatia tamaa bado Goncalves. Ni kawaida yetu Salamba TV tukichambua alafu tunaungana nawe mfuatiliaji wa Salamba TV, kwa maana kusoma kile ambacho umetuandikia, na huu ni wakati wa kusoma kile ambacho mmetuandikia. Lakini kama unataka kuchangia jambo, basi dondosha komenti yako hapo chini, alafu tunaye Chief, lakini pia tunaye Steve Mwana Mapunda tukipita kwenye zile komenti zenu. Nikianda na Ndaishimie, yeye amesema kwamba Yanga wamechoka jamani, tazameni mechi walizocheza kuanzia CAF mpaka sasa. Lakini George anasema kwamba Yanga ni timu ya kawaida sana. Mwingine ambaye amecomment inafanana na Ndaishimie, huyu ni Hassani Makame, amesema kwani okay, sio nzuri kuisoma. Kontawa Magic anasema ni kweli kabisa Chief, umenena. Kocha wetu timu imemzidi umri, kaishiwa mbinu. Ubora wa wachezaji ndio unambeba, la sivyo tungedondosha pointi siku ya leo. Ni kweli ubora wa wachezaji ndio unambeba coach Chief? Nafikiri unajua hapa kuna vitu viwili ambavyo tunaweza kuvizungumza. Nimeona hata kuna mdau mmoja ameweza kuandika kwamba pengine wachezaji wengi wa Yanga wamechoka. Lakini moja ya kazi ya mwalimu ni kuinua viwango vya wachezaji hasa katika uwanja wa mazoezi.